Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amemjia juu na kumwonya Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron. Rais huyo wa Urusi Bwana Putin amesema kwamba matamshi ya Bwana Emmanuel Macron ni matamshi ambayo yanaashiria anataka kurejesha historia nyuma wakati wa Napoleon Bonaparte ambaye alipigwa vibaya sana na Warusi. Bwana Putin amesema Macron hawezi kushindana na Urusi hata mara moja. Akumbuke historia ya Napoleon Bonaparte, moja kati ya waliokuwa vigogo katika nchi ya Ufaransa ambao walipigwa vibaya na Warusi wa miaka hiyo. Sasa ni wakati ambao Urusi ni ya kisasa zaidi kuliko wao Wafaransa wanavyodhani. Ufaransa haiwezi kushindana na Urusi hata kidogo. Anasema zaidi rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Anadai kwamba baadhi ya watu bado hawawezi kushinda. Kushindwa kwa Napoleon na Urusi ndiko kushindwa kwa Macron na Urusi. Rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin aliongeza zaidi. Alitoa maoni hayo baada ya rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron kuitaja Moscow kuwa ndio tishio kwa nchi yake. Katika hotuba ya televisheni siku ya Jumatano, Macron aliitaja Urusi kuwa tishio kwa Ufaransa na Ulaya, akasema anafikiria kupanua mwamvuli wa nyuklia wa Paris ili kulinda nchi zingine wanachama wa Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, kupitia msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alitoa hotuba ya Macron ya mabishano sana, akiongeza kuwa Paris inafikiria vita. Kwa upande wa waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov alimlinganisha rais wa Ufaransa na Napoleon ambaye uvamizi wake mbaya wa Urusi hatimaye ulisababisha anguko lake. Hata hivyo, Bwana Putin naye aliongezea zaidi katika hotuba yake akisema kwamba kama nchi ya Ufaransa itataka kupambana na Urusi, ni wazi Rais Emmanuel Macron ataanguka mapema zaidi. Tutaishambulia kwa namna tunavyoweza. Sisi tuna silaha nzito kuliko wanavyodhani. Kama ni nyuklia, ni taifa pekee la Urusi lenye silaha nyingi za nyuklia kuliko taifa lolote katika ulimwengu. Hata hivyo, kwa upande wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Urusi Maria Zakharova anasema kwamba kiongozi wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron anapaswa kuomba radhi Warusi kwa madai yake ya kupotosha kuhusu asili ya mzozo wa Ukraine. Msemaji huyo alieleza zaidi. Kadhalika, katika hotuba yake kwenye televisheni, Macron alilaumu Urusi kwa kukiuka makubaliano hayo na kutaja kama thibitisho kwamba nchi za magharibi haziwezi tena kuchukua Urusi kama ilivyosema linapokuja suala la kusuluhisha mzozo huo. Hatuwezi kusahau kwamba Urusi ilianza uvamizi wake wa Ukraine mwaka 2014 na kwamba tulijadiliana kusitisha mapigano huko Minsk wakati huo na Urusi haikuheshimu usitishaji huu wa mapigano. Rais huyo wa Ufaransa alidai kuwa Moscow inaitishia Ufaransa na EU kwa ujumla na hivyo atatumia silaha zake za kinyuklia kujilinda kama taifa, lakini pia kuyalinda mataifa ya magharibi hasa Umoja wa Ulaya. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Maria Zakharova alisema, hasa akimkosoa Macron kwa madai yake kwamba Urusi ndio ya kulaumiwa kwa kushindwa kwa makubaliano ya Minsk. Makubaliano hayo ya Minsk yalifikiwa mwaka 2014 na mwaka 2015 ili kusitisha mapigano kati ya Ukraine na Jamhuri ya Donetsk na Luhansk pia, huku Ufaransa na Ujerumani zikiwa wadhamini na hatimaye hazikutekeleza wajibu wao. Na ndio maana rais wa Marekani Bwana Donald Trump amewaweka pembeni katika usuluhishi wa mzozo huu ambao wakati huu ni Marekani pekee na Urusi ndio ambao wanatafuta njia ya kuweza kutatua mgogoro baina ya Urusi na Ukraine. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.